Day 2 News. We enlighten the dark side. Kutokana na maelezo kwamba hakuwa ametekwa, yale maelezo aliyotoa wakati wa mahojiano na jeshi la polisi, basi Padre Jordan alianza kutuhumiwa na jeshi la polisi kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo tarehe 26 Septemba 2025 baada ya mimi mwenyewe kuzungumza naye kwa faragha na kuhisi kuwa hakuwa vizuri. Tuliamua kumpeleka hospitali ya rufaa Tosamaganga kwa ajili ya kuangaliwa afya, na ikathibitika kuwa ana unyongefu, yani depression, na hivi akaanzishiwa matibabu. Jeshi la polisi kwa kuzingatia hali hiyo ambayo amekuwa nayo padre wakati huo wote, hata wakati wa tukio hilo jana tarehe 29 Septemba 2025, limefuta tuhuma na kumwacha huru. Tunawashukuru sana jeshi la polisi kwa uamuzi huo. Naomba ifahamike hivi, kwa mujibu wa sheria za kanisa ziko kwenye mkusanyiko huu, jinai au madai yanayomhusu padre binafsi si ya kanisa, bali ni yake yeye mwenyewe. Hata hivyo, ni wajibu wetu kama kanisa kutafuta ukweli wa tuhuma bila kuingilia kazi ya vyombo vya uchunguzi vya kiserikali, na ndivyo tulivyojitahidi kufanya. Tunaendelea na kushughulikia afya ya padre ili arudi kwenye hali ya utulivu, alafu mambo mengine yataendelea. Kwa ufupi ni kwamba kwa sasa kipaumbele ni afya ya padre. Lengo letu si kuituhumu kampuni ya eBay kwamba ni kampuni ya wezi, kwa sababu baada ya kufuatilia tumeona ni kampuni ambayo imesajiliwa kihalali kabisa huko Marekani na inafanya kazi za biashara mtandaoni. Ila bila shaka, kama ambavyo biashara yoyote inavyoweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu, au mtu yoyote anaweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu, inawezekana hata wao kuna mtu ambaye alijisajili kama agent na kuanza kutafuta maagent wengine, na bahati mbaya akaanza kutokuwa mkweli. Hiyo nadhani sote tunajua kwamba kwa bahati mbaya matatizo hayo yapo. Mimi mwenyewe mwaka huu niliweza kupata mawasiliano, nilitafutwa na lile ambalo lingejitambulisha kwamba ni shirika la maisha ya kitawa la Canada, lakini nilipofanya utafiti niligundua kwamba alikuwa ni mtu mmoja wa Kongo ambaye alikuwa amehack mawasiliano na shirika lile la kitawa. Kwa hiyo mambo hayo nadhani tunajua siku hizi yanawezekana. Sasa kati ya fedha hiyo aliyohisi kwamba amekula hasara, 500,000 alikuwa ameazima kwa paroko, yani Padre Isaac Nzigirwa, na 1,500,000 alikuwa ameazima kwa mhasibu wa jimbo letu, yani Padre Godwin Mariga, na hivi kufanya jumla ya shilingi 2,000,000. Kwa hivi inaonekana kwenye transaction zake kwa eBay zilikwenda 3.5 kwa maana ya 1.5 ilikuwa ya kwake yeye mwenyewe. Hivi mnaweza kuona kuwa kwa kweli hakuwa na madeni makubwa hivi ambayo katika hali ya kawaida na kwa mtu mwenye afya ya akili ya kawaida yangemfanya atelekeze porini gari ya shilingi milioni 25.
Day 2 News. We enlighten the dark side.